Karibu tena kwenye mjadala wetu wa kina. Leo tuna kitu cha kipekee kweli kweli. Chanzo chetu ni farasi. Anaitwa Gandour. Na tunatumia maelezo kutoka kama somo lake la kwanza kabisa kuhusu mbinu ya upumuaji, ile ya Stott Pilates. Na si farasi tu wa kawaida huyu. Yaani Gandour alikuwa bingwa haswa wa mbio. Ushindi kama 24 hivi kwenye mashindano makubwa. 24. Sasa kastaafu mbio, lakini bado yupo pale studio ya Biopilates Paris kama kielelezo hai hivi. Na leo ndiye mwalimu wetu. Basi, leo tunaingia kwa undani hasa katika mbinu ya kupumua ya Stott Pilates, ulakini kwa mtazamo wa Gandour. Unajua, tutachambua inavyofanya kazi, kwa nini ni muhimu kwa utulivu wa kiini cha mwili na uhusiano wake na anatomia yetu kupitia macho yake. Na mtazamo wake ni wa kipekee kweli. Kwake yeye kupumua sio tu kama kitu kinachotokea, ni mkakati tena wa kimakusudi. Mkakati kivipi? Yaani mkakati wa kuishi vizuri, kufanya vizuri zaidi, hata kupona ni zaidi ya kuvuta na kutoa hewa tu. Kama sanaa fulani vya mwili. Basi tuanzie hapo alipoanzia Gandour. Anasema yeye kama farasi wengine anapumua kwa pua pekee. Hili linaweza kuonekana kama jambo dogo, lakini anasema ni muhimu sana. Kwa nini hasa? Kwake pua ni kama chujio la hali ya juu. Fikiria tu mazingira yake, kuna vumbi, chavua, vitu vingi hewani. Pua yake inasafisha yote hayo. Sawa. Halafu pia inaitia hewa unyevunyevu na joto linalofaa kabla haijaenda kwenye mapafu. Lakini kuna jambo lingine kubwa analotaja. Lipi hilo? Kupumua kwa pua kunachochea mwili kutoa kitu kinaitwa nitric oxide. Gesi hiyo. Nitric oxide. Hiyo inafanya nini hasa mwilini? Nilidhani ni kuhusu usafi na joto tu. Ni zaidi ya hapo kabisa. Nitric oxide inasaidia kutanua mishipa ya damu. Ni vasodilator. Aha. Kwa hiyo inaboresha sana mzunguko wa damu na uwezo wa damu kubeba oxygen na kuisambaza mwilini kote. Kwake kama mwanariadha wa zamani, unajua. Hii ilikuwa muhimu sana. Endurance, kupona haraka baada ya mazoezi, yote yanahusiana. Kumbe ni kama mfumo wa ufanisi uliojengwa ndani ya upumuaji wake wa kiasili. Sisi binadamu tunaweza kupumua kwa pua pia. Lakini Gandour anasema tuna kitu cha ziada, kitu muhimu kwa Stott Pilates. Hiyo ni kweli kabisa. Sisi tuna faida ya kuweza kuchagua kutoa hewa kwa mdomo. Na hapo ndipo kiini cha Stott Pilates kinapoingia. Sawa. Mbinu yenye ni hii. Vuta hewa taratibu kwa pua, ukijaza mbavu zako, alafu toa hewa polepole kwa mdomo. Anashauri kama midomo iwe imebinuliwa kidogo, kama unataka kuzima mshumaa kwa mbali, bila kufanya utikisike sana. Unajua ile? Ndiyo, kama kupuliza taratibu. Huo utoaji hewa kwa mdomo una faida gani hasa, ukilinganisha na wa Gandour wa pua tu? Unapotoa hewa kwa mdomo kwa namna hiyo, yani kwa utaratibu, unahamasisha kwa upole ile misuli ya ndani kabisa ya tumbo, deep abdominals. Okay. Inakaza kidogo. Hii inaleta utulivu kwenye kiini cha mwili. Pia inasaidia kuratibu mwendo wa sakafu ya nyonga, pelvic floor, na kuchangia kudhibiti lile shinikizo la ndani ya tumbo, intra-abdominal pressure. Ni kama kurekebisha mfumo mzima wa ndani kwa pumzi tu. Hebu tuchambue zaidi hilo. Vuta kwa pua, toa kwa mdomo. Umesema inaamsha misuli ya ndani, inaratibu sakafu ya nyonga, inadhibiti shinikizo. Haya yote yanalenga nini hasa mwilini? Lengo kuu ni kujenga core imara. Lakini sio kigumu, unajua, imara lakini inayoweza kubadilika. Misuli kama ile transverse abdominis, ile inayofunga kiuno kama mkanda, ndiyo hasa inayolengwa. Na sakafu ya nyonga? Sakafu ya nyonga sio tu kuiamsha, ni kuifanya iweze kusogea, yaani itikie mabadiliko ya shinikizo. Inainuka kidogo ukitoa hewa, inarefuka kidogo ukivuta. Alafu lile shinikizo la ndani ya tumbo, IAP. Hilo sasa ni kama matokeo na pia kichocheo cha yote haya. Vikifanya kazi pamoja vizuri, unapata utulivu ambao sio mgumu kama mbao, bali unabadilika kulingana na mahitaji ya mwili wako. Inavutia sana anavyounganisha anatomia yake na yetu.
Gandaura anasema wazi kabisa hata yeye ana diaphragm na pelvic floor. Hii inamaanisha zinafanya kazi sawa kimsingi kati yetu na farasi. Kimsingi, ndio, dhana ile ile. Diaphragm, ile misuli kubwa chini ya mbao, na sakafu ya nyonga, zile misuli chini kabisa, zinafanya kazi pamoja kama washirika wa karibu sana. Sawa. Gandaura anaelezea hivi: unapovuta hewa kwa pua, ile diaphragm inashuka chini kama pistoni. Hii inasukuma viungo vya ndani kidogo, na ili kutoa nafasi Mbao zinapanuka. kabisa, mbavu zinapanuka haswa kuelekea pembeni na kidogo mbele. Na wakati huo huo, sakafu ya nyonga inafanya nini chini huko? Wakati diaphragm inashuka na mbavu zinapanuka, sakafu ya nyonga inapaswa kurefuka kidogo kuelekea chini. Inaitikia lile shinikizo kutoka juu. Kama mfumo mzima unashuka pamoja kwa urakibu. Na muhimu hapa, anasema tumbo halitakiwi kuvimba sana mbele. Upanuzi ule uhisiwe zaidi pembeni na hata nyuma kidogo kwenye kiuno. Sasa, tukigeuza, tunapotoa hewa kwa mdomo kama kwenye stot pilates, huo mchakato wa kushuka unabadilika? Hasa, unapotoa hewa taratibu kwa mdomo, mwelekeo unageuka. Sakafu ya nyonga inainuka kidogo, kama inarudi kwenye nafasi yake au juu kidogo. Okay. Wakati huo huo, ile misuli ya ndani ya tumbo, transverse abdominis, inakaza kwa upole. Inasaidia kuvuta tumbo ndani na juu kidogo. Diaphragm nayo inapanda juu, inasukuma hewa nje. Huu ndio wakati kiini cha mwili kinajifunga, lakini kwa upole, si kwa nguvu. Kikitoa nguvu na utulivu. Gandour anatumia lugha nzuri sana akielezea lile shinikizo la ndani, IAP. Analita mto wa hewa hai. Hii inamaanisha nini hasa, zaidi ya shinikizo tu? Mto wa hewa hai. Ni maelezo mazuri kweli. Inamaanisha si shinikizo tu lililotulia kama jiwe. Ni kitu chenye nguvu kinachoweza kuelekezwa. Fikiria kama puto linalojaza nafasi kati ya diaphragm juu na sakafu ya nyonga chini. Sawa. Upumuaji sahihi unajenga shinikizo ndani ya hilo puto. Na likisimamiwa vizuri, halibaki tu katikati. Linasambaa Kwa usawa pande zote. kusambaa pande zote. Hiyo inamaanisha nini kimwili? Unahisije ukisambaa kidogo mbele kwenye tumbo lako, lakini bila kulisukuma nje hadi likakamae? Unajua, Ndiyo. upanuzi mkubwa zaidi uelekee pembeni kwenye mbavu za chini. Unaweza hata kuweka mikono yako hapo uhisi, na hata hisia ya upanuzi au kujazwa nyuma, sehemu ya chini ya mgongo karibu na kiuno, kama puto linajaza pande tatu: mbele, pembeni, nyuma. Na faida ya kuwa na huu mto wa hewa hai unaosambaa vizuri ni ipi hasa? Kwa nini tujenge na tusimamie? Faida ni kubwa sana. Kwanza, inatoa utulivu laini lakini wenye nguvu sana kwa uti wa mgongo. Kama nguzo ya hewa inayosaidia kubeba uzito, inapunguza mkazo kwenye diski. Pili, inapunguza mshtuko. Unatembea, unakimbia, hata ukijigeuza kitandani. Shinikizo hili linasaidia kunyonya mshtuko. Tatu, inaruhusu misuli yako ya ndani ifanye kazi vizuri, badala ya ile mikubwa ya juu juu kukakamaa, kujaribu kushikilia kila kitu. Inawapa nafasi ya kufanya kazi yao ya kusogeza. Kabisa, ile mikubwa ina relax na kusogeza mwili, huku zile za ndani zikishikilia kituo. Gandour anasema anahisi nguvu ya ndani katika kila hatua anapokimbia. Inampa wepesi na mpangilio. Hilo linaonyesha umuhimu wake sio tu kwenye mazoezi, bali kwenye harakati zote. Kweli kabisa. Na inaonekana inahusiana sana na jinsi mbavu zetu zinavyosogea. Jambo ambalo Gandour anaelezea kwa njia ya kuvutia zaidi. Anasema hazisogei sawa zote. Hapo ndipo panaponoga sasa. Umeigusa vizuri. Hapa ndipo ule ufahamu wake wa kimwili unajitokeza. Anatumia mifano mitatu kuelezea miondoko tofauti ya sehemu tofauti za mbavu wakati unapopumua vizuri. Sawa, naipenda mifano. Kwanza, zile mbavu za juu kabisa kama namba 1 hadi 6. Zile karibu na mfupa wa katikati ya kifua. Hizi anazifananisha na mpini wa bomba la zamani la kusukuma maji, lile la pump handle. Pump handle. Sawa. Unapovuta hewa, zinainuka na kusogea mbele kidogo,
kama mpini unavyopanda juu na kwenda mbele. Halafu Pili, mbavu za kati na chini kama 7 hadi 10, zile unazoweza kushika kwa urahisi pembeni hapa. Hizi anazifananisha na mpini wa ndoo, bucket handle. hiyo ya ndoo inaeleweka sana. Unapovuta hewa, hizi hupanuka zaidi kuelekea pembeni, kama mpini wa ndoo unavyoinuka na kutoka nje kidogo. Huu ndo upanuzi tunautaka kuhisi zaidi. Na zile za mwisho kabisa, zile floating ribs, zina mfano gani hizo? Hizo mbili za mwisho, 11 na 12, ambazo hazijaunganishwa mbele, anazifananisha na vikuku vya kupandia farasi, stirrups. Vikuku kama vile vya kupandia farasi. Kama hivyo, anasema hizi unapovuta hewa zinapaswa kupanuka kidogo kuelekea pembeni na nyuma, kama vikuku vinavyoweza kusogea kidogo. Anasema ufunguo wa upumuaji mzuri wa pande tatu ni kuhakikisha hizi sehemu zote, bomba, ndoa na vikuku, zinasogea kwa uhuru na kwa uratibu. Na anasisitiza vikuku vikifanya kazi vizuri, mara nyingi ndoa na bomba navyo vinafuata vizuri. Ni mifano mizuri sana. Inasaidia kuona jinsi kifua kizima kinavyoshiriki, sio tu tumbo kwenda ndani na nje. Lakini Gandua anatoa na onyo, sivyo, kuhusu makosa tunayoweza kufanya, hasa tukiwa na stress. Ndiyo, anaonya sana dhidi ya kitu anaita upumuaji wa juu au kutegemea sana misuli saidizi ya kupumua. Misuli saidizi ni ipi hiyo? Hii inamaanisha kutumia kupita kiasi ile misuli iliyo pembeni na mbele ya shingo na ile ya juu kabisa ya mabega inayounganisha shingo na mabega. Unajua, kama sternocleidomastoid, scalenes, trapezius. Hiyo misuli imeundwa kusaidia tu wakati wa mahitaji makubwa sana ya hewa, kama unakimbia mbio, lakini haikupaswi kuwa injini kuu ya kupumua kila siku. Na tunajuaje kama tunaitumia hiyo kupita kiasi? Ishara ni zipi labda? Ishara ya kawaida ni ile hisia ya mkazo au kubanwa kwenye shingo na mabega unapopumua. Unaweza hata kuhisi au kuona mabega yakipanda juu kuelekea masikioni unapovuta hewa. Okay. Upumuaji unahisiwa zaidi juu kifuani badala ya ule upanuzi mpana kwenye mbavu za chini na tumboni. Mara nyingi tunafanya bila kujijua, hasa tukiwa na wasiwasi, hofu au tumechoka sana. Ile misuli saidizi inakuwa kama imeiba kazi ya diaphragm na misuli ya ndani. Na inavutia kwamba hata Ganduru mwenyewe anasema anapaswa kuwa mwangalifu na hili. Anakiri naye ana misuli kama hiyo. Kabisa, anaitaja kwa majina ya farasi stenocephalicus trapezius ya farasi. Anasema akihisi mkazo au akiwa kwenye mazingira mapya, shingo yake inaweza kukakamaa na upumuaji wake nao unakuwa wa juu zaidi na wenye juhudi. Kama sisi tu. Kama sisi. Anahitaji kukumbuka kwa makusudi kulegeza hiyo misuli na kurudisha pumzi iwe ya kina, pana, itoke kwenye kiini. Ni somo endelevu hata kwake, unajua? Kweli. Kwa hiyo, ili sisi tujifunze kuepuka huo mtego na kuhisi upumuaji sahihi, Gandura anapendekeza zoezi tukiwa tumelala chali, mkono mmoja tumboni, mwingine kwenye mbavu za chini pembeni. Tunatafuta kuhisi nini hasa hapo? Hili ni zoezi zuri sana la kuanzia. Ukiwa umetulia hivyo, lengo ni kuhisi yale tuliongea. Vuta hewa taratibu kwa pua. Lengo sio kujaza tumbo liwe kubwa kama puto, hapana. Sawa. Bali uhisi upanuzi wa 3D, mbavu chini ya mkono wako zikipanuka pembeni. Labda uhisi mgongo ukisambaa kidogo kwenye sakafu. Halafu, toa hewa pole pole kwa mdomo, ule wa kubinua midomo kidogo. Na wakati natoa hewa? Unapotoa hewa, hisia kwa upole, tumbo lako likiingia ndani na juu kidogo kama linakusanyika kuelekea katikati. Na muhimu zaidi, angalia juu. Mabega yako yametulia mbali na masikio, shingo haina mkazo. Ni kama kuipa ruhusa sehemu ya juu ipumzike, iache sehemu ya chini na kati ifanye kazi. Ni kama kuleta ufahamu mwilini. Anatoa na mfano mwingine, akitumia kile kifaa cha Pilates, reformer, kile chenye torole linaloteleza. Tuseme umelala juu yake, miguu kwenye sehemu ya kusukumia. Unaposukuma ile torole nyuma, pumzi inakuwaje hapo? Huu ni mfano mzuri wa kuunganisha pumzi na nguvu. Unapoanza kutumia nguvu, kusukuma ile toroli, yani carriage nyuma, huo ndio wakati mzuri wa kutoa hewa kwa mdomo. Kwa nini wakati huo?
Kwa sababu unapotoa hewa hivyo, unachochea ile misuli ya ndani, transverse kukaza kidogo na sakafu ya nyonga kuinuka kidogo. Hii inaunda utulivu imara kwenye kiini chako kabla hata hujaanza kusukuma kwa nguvu. Ni kama kujiandaa kutoka ndani. Okay. Anasema pia misuli ya pambeni, obliques, inashiriki hapa, sio kwa kuzungusha mwili, bali kama wasaidizi wa utulivu zaidi. Na unaporudisha ile toroli mbele. Kwa udhibiti. Unapoirudisha taratibu mbele, huo ndio wakati wa kuvuta hewa kwa pua. Unaruhusu diaphragm ishuke tena, mbavu zipanuke, unajaza tena ule mto wa hewa hai. Huku unaendelea kudhibiti ule mwendo wa kurudi. Kila harakati ina pumzi yake, na pumzi inasaidia kufanya harakati iwe sahihi na salama. Inapendeza anavyomalizia kwa kusisitiza kuwa yeye anaelewa na kutumia hii misuli yote, transverse, obliques, pelvic floor, sio kwa kusoma kitabu, bali kutokana na uzoefu wake halisi wa miaka mingi, kukimbia, kufanya kazi, kupumzika. Ni hekima ya mwili. Hilo ndilo jambo la msingi kabisa. Yeye hafanyi mazoezi ya Pilates kwa jina hilo, lakini mwili wake unatumia zile kanuni zile zile za msingi. Upumuaji bora, utulivu wa kiini, vitu ambavyo Stott Pilates inafundisha. Wito wake kwetu sio kupumua kwa nguvu zaidi au mara nyingi zaidi, bali kupumua vizuri zaidi, kwa umakini, kwa usahihi, na kwa kile anachokiita hekima ya mnyama iliyorejeshwa. Yaani kurudisha uwezo wetu wa kusikiliza miili yetu kiasili, kama wanyama. Sawa. Basi hebu tukusanye mafunzo muhimu kutoka kwa Gandour leo. Kwanza, ile mbinu yenyewe, vuta kwa pua, toa kwa mdomo taratibu. Pili, uhusiano ule wa diaphragm na sakafu ya nyonga, ushirikiano wao. Ndiyo. Tatu, kujenga na kutumia lile shinikizo la ndani ya tumbo, IAP, kama nguzo ya utulivu inayoweza kusambaa. Nne, kutambua na kuhimiza ile miondoko tofauti ya mbao bomba, ndoo na vikuku. Kabisa. Tano, kuepuka ule mtego wa kutegemea sana misuli saidizi ya shingo na mabega. Na sita, lengo hasa ni kuamsha na kutumia ile misuli ya ndani kabisa ya kiini kama msingi wa nguvu na udhibiti. Na ujumbe wake wa mwisho, yani unafunga kila kitu vizuri sana, anatuambia hewa inaingia kimya puani, inatoka taratibu mdomoni, katikati utulivu unajengeka. Misuli ya juu, shingo, mabega inalegea. Misuli ya ndani inachukua jukumu. Shinikizo linasambaa mbele, pembeni, nyuma. Mbao zinafunguka kama mbawa ndogo, kama vile vikuku. Alafu anamalizia kwa maneno haya ya kugusa: na mimi napumua pamoja nawe. Ni kama ukumbusho tu kwamba huu ni mchakato wa pamoja wa kiasili, tunaweza kurejea. Ni ujumbe wenye nguvu kweli. Basi, tunakuacha wewe msikilizaji wetu na wazo hili la kutafakari. Ukijaribu kutumia kwa makusudi huu mtindo wa kupumua wa kina, mpana ulioratibiwa, unafikiri utabadilishaje sio tu mazoezi yako, bali labda jinsi unavyokabiliana na msongo wa mawazo siku hadi siku? Swali zuri. Au hata jinsi unavyoweza kuongeza umakini unapohitaji utulivu kazini. Je, ile hekima ya mnyama ambayo Gandour anaizungumzia inaweza kutupa ufahamu zaidi kuhusu afya na utendaji wetu, zaidi ya kuwa na mkao mzuri tu? Fikiria hilo.